Maendeleo haya makubwa ya TEHAMA yanatakiwa yawe chachu ya kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati, na hayo ndio matarajio ya serikali na wananchi. Kwa mfano, habari kuhusu bei za bidhaa, masoko, fursa za kibiashara, ubunifu mpya unaongeza tija katika uzalishaji ni za muhimu kwa serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Taarifa hizi zinasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu uchumi na biashara. Halikadhalika, taarifa hizi huziwezesha serikali kuimarisha utawala bora na uwajibikaji. Nchi yetu imefanikiwa kutekeleza miradi mingi ya maendeleo yenye tija kiuchumi, kisiasa na kijamii. Miradi hii ambayo imetekelezwa katika sehemu mbalimbali za nchi yetu inapaswa kujulikana na kuelezwa kwa wananchi, wajue kinachoendelea ndani ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine tumefanya mageuzi mengi ya kisera na kisheria ambayo pia wananchi wanapaswa kujua, na watakaoweza kuwajulisha wananchi mageuzi haya ni nyinyi vyombo vya habari vya aina zote nilizozitaja hapa. Kwa hiyo niseme tu kwamba yanayotokea nchini, kwa mfano, tumeimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma na kufanya tathmini ya kina ili kuboresha mifumo ya haki jinai. Lakini vile vile tumeimarisha mifumo ya kodi nchini na mifumo kadhaa kusomana ndani ya serikali, lakini bado haijatumika ipasavyo mwananchi kuweza kuzifikia taarifa kutokana na mifumo hiyo. Sasa hiyo ni kazi yenu wana mifumo, lakini pia wanahabari, kuwapa taarifa wananchi zinazowahusu. Nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini, redio jamii, television za kule huko vijijini huko. Kuna vijitelevisheni vya mikono, vijitelevisheni vidogo vidogo viko huko chini ambavyo vinatoa taarifa kwa wananchi kule chini. Niombe sana wizara, lakini na wakubwa wa tasnia hii kuvitupia jicho vile vyombo, ni muhimu sana. Vile ndivyo tunavyoweza kuvitumia vikafikisha taarifa muhimu kwa wananchi wetu. Hivi vingine vikubwa vikubwa vinaweza vikaandika vinavyotaka, lakini vile, na kuna maeneo ambayo ukimwambia kwa lugha anayoijua, lugha yake ya pale nyumbani, anaelewa zaidi kuliko mwambie Kiswahili au lugha nyingine yoyote. Kwa kutumia vyombo vile vitatusaidia sana kufikisha taarifa tunazotaka zifike kwa wakulima, taarifa tunazotaka zifike kwa wajasiriamali, taarifa tunazotaka zifike kwa wananchi, za kisiasa, za kijamii kule ndani. Hata wakati mwingine kuna wananchi wala hawawezi kujua kama katika eneo lao, kata yao, kuna hospitali kubwa imejengwa, anaweza kupata vipimo hapo hapo na kila kitu hapo hapo, hajui. Lakini kwa kutumia vyombo hivi, vikiwa vinasemwa na pengine vitelevisheni vya mikononi vinaonesha, mwananchi anajua wapi akimbilie. Niombe sana tuzitumie redio jamii na televisheni ndogo ndogo za mikononi.